Mwenyekiti Ali Shaban Kamwe, tueleze kuhusu hali ya kiungo wetu Daktari Khalid Aucho mara baada ya kuona kutomaliza mchezo wa jana dhidi ya Coastal Union pale KMC Complex. Yes, Khalid Aucho, daktari wa mpira kama ambavyo mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Young Africans wamezoea kumuita hivyo. Jana ni kweli alipata majeraha na akashindwa kuendelea kwenye mechi dhidi ya Coastal Union, na shauku ikawa kubwa kwa mashabiki wa Young Africans kutaka kujua hali ya Daktari Aucho, aliumia nini na alichoumia kama kitamweka nje kwa muda mrefu, kwa sababu watu wanajua kuna mechi nyingi zinakuja mbele na wanahitaji wachezaji wao wote wawe fit. Siku ya leo tukiongozwa na daktari wetu Moses Etutu, tulikwenda kwenye hospitali ya Saifi. Fikiri wote mnaifahamu hospitali ambayo klabu ya Young Africans imekuwa kiitumia mara kwa mara pia kwenye check-up za wachezaji wake. Tulikwenda pale Saifi na Khalid Aucho akafanywa check-up, vipimo tofauti, na ikagundulika amepata shida ya hamstring. Hamstring ni neno la kitaalam, lakini kwa lugha tu ya mpira kwa watu ambao watakiwa waelewe kwa haraka ni majeraha ya nyama za paja, sehemu ya nyuma. Ndio shida ambayo kaipata. Na kwa mujibu wa daktari Moses Tutu na mchezaji mwenyewe ambaye tumezungumza naye, Khalid Aucho, kwa kujibu swali ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, hata kuwepo kwenye mchezo dhidi ya Azam Football Club, na daktari ametuambia kesho atakwenda kufanya vipimo vingine. Baada ya vipimo vya kesho sasa ndio watakuja kugundua sasa ni kwa muda gani atakuwa nje. Lakini taarifa rasmi ambayo imetolewa na daktari na mchezaji mwenyewe akiangalia afya yake, naona hata kuwa sehemu ya mchezo wa Azam Football Club. Kwa hiyo ni taarifa ya daktari Khalid Aucho ambaye aliumia mechi na kosa, amepata hamstring, na official sasa hata kuwa sehemu ya kikosi. Hiyo ni taarifa ambayo imetolewa na msemaji wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe juu ya kile kilichokuwa kina hojiwa sana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kutojumuishwa katika kikosi cha Young Africans kwa kiungo maestro kutoka Jinja, Khalid Aucho, ambaye aliumia kunako game ya Coastal Union ambayo iliyokutanisha Young Africans wakiwakaribisha Coastal Union siku ya tarehe 7. Maumivu hayo ndo kama alivyoyaelezea msemaji huyo wa klabu ya Young Africans. Bana, Khalid Aucho kwa taarifa ambazo sasa zimeshatolewa atakuwa nje ndani ya wiki 3, na mechi dhidi ya Azam hatajumuishwa katika mechi hiyo kutokana na maumivu hayo ambayo ameyapata. Mpaka sasa Young Africans wamebakisha mechi 5 ukiachana na mechi ya dabi ambayo ni 50-50 kuchezwa. Yanga wamebakisha mechi 5 kumaliza msimu wa 2024-25. Kwa mjibu wa taarifa ya Young, Aucho atakaa nje kwa muda wa wiki 3 kuanzia leo April 9 hadi Machi 29. Ukirudi kwenye kalenda za mechi ya Yanga, maana yake ni kwamba atakosa mechi 2 tu katika kalenda ya Young Africans katika mechi za ligi kuu NBC Premier League. Baada ya hapo atarudi uwanjani. Maamuzi yatakuwa ya kocha kumtumia kwenye michezo 3 ya mwisho, Mei 13, Mei 21 na Mei 25, au aendelee kupumzika. Aucho atakosa michezo kama mechi ya Azam ya Young Africans dhidi ya Azam ambayo itachezwa April 10, lakini pia mechi ya Young Africans dhidi ya Fountain Gate ambayo itachezwa April 20. Lakini katika michezo za FA basi tunaona kwamba anaweza akakosa mchezo mmoja kutokana na kalenda jinsi ilivyo. Na katika mechi ambazo zimebaki kwa upande wa klabu ya Young Africans ni mechi ya April 10 ambayo itakutanisha Young Africans dhidi ya
ya Azam FC, mechi itakayochezwa majira ya saa 11 kamili. Lakini April 20 kuna mechi ya Fountain Gate wakiwakaribisha Young Africans katika majira ya saa 10 itachezwa mechi hiyo. Lakini Mei 13 ambapo pia Young Africans atawakaribisha Namungo FC katika uwanja wa KMC Complex katika majira ya saa 10 na dakika 15. Mechi hiyo itachezwa kutoka Mei 13 mpaka Mei 21 ambapo Tanzania Prisons watawakaribisha Young Africans katika majira ya saa 10. Tarehe 25 Mei Young Africans wakiwakaribisha Dodoma Jiji, mechi ambayo itachezwa katika uwanja wa KMC Complex hapo majira ya saa 10 kamili. Kwa mechi ya dabi ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club bado haijaeleweka kama itachezwa ama haitachezwa. Kwa hiyo mpaka hapo haijapangiwa tarehe mechi hiyo tena. Endapo kama itapangiwa tarehe, basi Young Africans watakuwa wamebakisha mechi 6 kuelekea katika mbio za kuchukua ubingwa. Mpaka sasa mechi zinazosomeka ni 5. Endapo kama kesho Young Africans watacheza mechi dhidi ya Azam FC, basi zitakuwa zimebaki mechi 4 mpaka pale ambapo mechi ya Simba na Yanga itakapokuwa imepangiwa tarehe. Bana, taarifa za sajili zipo nyingi sana kunako kipande hiko cha Young Africans. Unaambiwa kwamba tetesi za usajili bana zinazidi kuzua gumzo huko mitandaoni. Bana, Ange Celestini akuwa mshambuliaji kutoka ASEC Mimosas anatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans, na mazungumzo ya awali yameshakwisha kufanyika na mchezaji huyu tayari ameshakubaliana na mabosi hao wa Young Africans kuja kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans ambayo inashiriki kwa sasa ligi ya NBC Premier League, lakini pia na ligi ya CRDB Bank Federation, ambapo Young Africans pia ni mfinalia wa makombe hayo yote mawili na ni mtetezi wa hayo makombe yote mawili. Bana, moja kati ya statement ambayo ilitolewa na rais wa klabu ya Young Africans Engineer Said alipokuwa wamekaribishwa na Tabora United wakati wakitoa msaada katika moja kati ya kituo ambacho alienda kutoa msaada, aliweza kunukuliwa akizungumza kwamba anaiona Young Africans kwa msimu huu wa 24-25 kwamba inaenda kuibuka na ubingwa, tena sio tu ubingwa moja, basi ni shirikisho kwa maana ya CRDB Bank Federation na NBC Premier League. Kwa mantiki hiyo unaona kabisa kwamba hata uchezaji wa Young Africans kila mechi wamekuwa wakicheza kama finali, na umeona pia watu wamekuwa wakiamini klabu ya Young Africans kwamba huenda ikawa bingwa kutokana na kwamba mpaka sasa inaongoza ligi, ina pointi zake 64 ikiwazidi Simba ambao ni wapinzani wa karibu kabisa. Lakini pia Simba bado ana michezo miwili mkononi, huenda pia akishinda zote bado Young Africans atakuwa juu kwa pointi 1, na kwa nukta hiyo unaona kabisa kwamba Young Africans huenda kweli anauelekea ubingwa kwa muda kama huu hapa ambao mechi zinaendelea kuchezwa za ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League. Lakini pia tetesi za sajili sasa zikiwa zimepamba moto, naambia kwamba pia Stephen Aziz Ki, Clement Mzize, Pacome Zouzoua pamoja na DJ Dual, Clement Kennedy Msonda wanatajwa kuondoka katika klabu hiyo ya Young Africans. Bana, ni wachezaji takriban 6 huenda wakachomoka hapo katika kikosi cha Young Africans. Lakini si hivyo tu, Kratos Chota Chama, Jonas Mkude, hawa wote walisajiliwa kwa muda wa mwaka mmoja tu hapo, kwa mkataba wa mwaka mmoja tu hapo katika klabu ya Young Africans. Mpaka sasa hakuna mazungumzo yanayoendelea kati ya Young Africans pamoja na Jonas Mkude. Lakini pia kwa upande wa Young Africans dhidi ya Kratos Chota Chama, japo amekuwa akihusishwa katika interview tofauti alizozifanya akiongea kwamba huenda akatimka katika kikosi hiko cha Young Africans mwishoni mwa msimu huu, dirisha la usajili litakapofunguliwa na klabu ambayo ameipa kipaumbele katika kwenda kuitumikia baada ya kutoka Young Africans ni klabu ya Simba Sports ambayo imempa
ufalme mkubwa wa soka hapa Tanzania, na imempa kujulikana na mpaka walimjengea nyumba huko kwao. Mambo yanazidi kuwa mengi sana, na ndo klabu ambayo aliweza kuipa kipaumbele kwamba mara baada ya kutoka klabu ya Young Africans maisha yake ataenda kumalizia hapo Simba Sports Club katika kuhakikisha anamalizia hapo soka lake la kulipwa.